Acha kudeti na wanawake masikini, maana usipojiangalia utabaki kuwa masikini wa kweli kumzidi yeye. Wasichana masikini mara zote hawana kitu cha kutoa zaidi ya broke sex, wazungu wanaita hivyo. Kwa hiyo acha kujishusha thamani yako kama mwanaume, maana mapenzi ni kitu kizuri sana unapokuwa na mwanamke mwenye thamani, heshima na hadhi. Lakini wewe kazi yako ni kungangania huto tunatokungangania wewe kama nyinyi ni mapacha. Lakini jua ya kwamba mahusiano mengi ya siku hizi yamegeuka kuwa biashara, maana wengi hawaji kwenye mahusiano kwa sababu ya mapenzi, bali wanakuja kwa sababu ya kuishi, kupata msaada na faraja ya kifedha ili wafarijike. Brother wangu, kuchumbiana na msichana ambaye akulelewa kwenye familia iliyozama kwenye umasikini ni pumzi ya hewa safi sana. Msichana ambaye hatathamini hata vitu vidogo unavyomfanyia, hatakuwa anakuona kama wewe ni mtu wa thamani, maana hataona thamani ya muda unaotumia naye pia. Badala ya kuweka matatizo ya familia yake na mizigo yake yote juu ya kichwa chako kwa jina la mahusiano. Huyo ni msichana aliyekulia kwenye familia yenye afya. Mimi naita familia yenye afya, sio ile iliyoumwa na njaa. Yaani yeye ataona thamani ya muda wako na uwepo wako bro. Lakini msichana mwenye njaa kutoka kwenye familia masikini, chakula ndiyo lugha yao ya mapenzi. Kila wakati anakula na kutamani kula vitu ambavyo hata yeye mwenyewe hawezi kuvimudu. Ndipo utamsikia, ninunulie hiki kama unanipenda. Hapo ndipo utajua maana ya jinsi yeye anavyotafsiri mapenzi. Yaani yeye anatafsiri mapenzi ni kumnunulia kitu ambacho wewe mwenyewe kitakukosti. Yaani ambavyo yeye hajawahi kununulia kitu hakupendi. Hata hakutishia roho na kukuweka roho juu, yani roho yako inakuwa mwemwere kufa leo kufa kesho kwa sababu ya mahitaji yake. Na pia utamgundua huyu ni wakati ambapo kata kuomba ukanunulie kitu nawe ukanunua. Yani ukiweza tu kukahudumia 25% ya mahitaji yake, basi unakafuga. Kata agiza vitu ambavyo vitakukosti kutoka kwenye familia yao na majukumu ya familia yao yatakuhusu kwa jina la mahusiano. Cha kufanya ni hiki: kakemee na kakome kwa jina la mahusiano pia. Hakuna mahusiano kama hayo ya kumwezesha kumfanya mtu anunue vitu ambavyo wewe huwezi kuvinunua kwa nguvu. Ndugu zangu, kaeni mbali na wasichana wa aina hiyo. Kama kweli unataka kufahamu na kuona na kupata mapenzi ya kweli na kujiokoa na bili zisizo na maana mwaka huu, basi deti na msichana tajiri au anayejiweza. Mapenzi ya kweli sio gharama na hayapaswi kuwa gharama hata siku moja. Sikiliza vizuri mwanangu. Kijana ambaye anataka kufika mbali sana maishani, kufanikiwa mapema na kufanya mambo makubwa, lazima ajitenge mapema na usumbufu wa wanawake. Hakuna namna ya kuishi na kamtu ambako hata akili yake ni masikini, kanawaza vitu ambavyo ni vya kurudi nyuma tu na kukukost. Hakuna kitu kinachoweza kuharibu maono ya mwanaume, kupunguza umakini wake na kumaliza muda wake, nguvu zake na pesa zake haraka kama kuwekeza sana kwa wanawake, wakati bado unapaswa kuwekeza kwenye maisha yako ya baadaye. Kuna kipindi katika maisha ya mwanaume ambapo umakini wote wa maisha yake lazima uwe kwake yeye mwenyewe. Acha kuburudika na uwepo wa wanawake mapema sana bro. Baadhi ya wanawake hawa ni mawakala wasumbufu waliotumwa na kijiji chako ili kukupotezea njia ya maisha. Kijana ambaye ameweka umakini wake sawa, akajifunza nidhamu na kujizuia na wanawake, tayari amesuluhisha 50% ya matatizo yake maishani. Acha kutoa nguvu zako, muda wako na umakini wako mapema sana kwa wanawake. Badala yake, wekeza nguvu zako kwenye maono yako na malengo yako ya maisha. Wanawake wengi katika umri mdogo ni vishawishi vya muda mfupi kwa wanaume wenye malengo. Lakini unajua hayo ila unapuuzia. Na najua utasema, wanaonekana kuvutia sana. Ndiyo, wanaonekana kuvutia kwa wanaume ambao hawana dira wala maono. Usijiingize katika hilo bila kujua. Hapo ni unabadilisha maisha yako, muda wako, nguvu zako na pesa zako kwa raha ya muda mfupi sana. Na mwisho wa maisha yako utakuja kugundua kwa huzuni kwamba umepoteza maisha yako bila mafanikio yoyote ya maana ya kuonyesha mbele za watu. Ukweli ni huu: sehemu za siri za wanawake sio mahali salama wala lenye faida kwa mwanaume ambaye ana maono na bado hajayatimiza. Mara nyingi inaweza tu kukutoa kwenye njia yako na kukuzuia kumaliza safari yako ya maisha. Mwanaume anayetaka kufika mbali sana lazima ajitenge mapema na usumbufu wa wanawake.
Usumbufu huu hupunguza umakini, huondoa rasilimali zako na kuharibu juhudi zako. Kwa hiyo brother wangu, utajikuta unafanya kazi kwa bidii sana, lakini hakuna kitu kinachoonekana cha kuonyesha mbele yetu. Sasa sikia, kwa sababu unafanya kazi tu kulisha tamaa zako, hicho ni lazima kitakukuta. Lazima ujifunze kujizuia mapema. Sisi ni wanaume. Wanaume hawapaswi kuongozwa na hisia au tamaa zake yeye, bali na akili na mantiki yako pia. Mwanaume ambaye ameweza kudhibiti tamaa zake za ngono, nimesema tayari amesuluhisha zaidi ya nusu ya matatizo yake maishani. Mapenzi yasiyo na mipaka na ngono kwa wanawake ni mzigo na usumbufu usio wa lazima mara mbili. Kijana ambaye bado unakuwa, haupaswi kujiingiza mapema sana huko. Kama unataka kufika mbali maishani, weka umakini wako kwenye maono yako. Baadaye ukishajijenga, tafuta mwanamke mzuri, jenga maisha, anzisha familia na mkue pamoja. Acha kupoteza muda wako katika ngono isiyo na maana na watu usiowajua. Hilo ni safari lisilo na matunda ambalo umelibuni mwenyewe. Tunaposema acha mahusiano wakati bado wewe ni masikini, haimaanishi uweze kuvutia wanawake au lazima utumie pesa kuwapata. No, lakini inamaanisha wekeza katika maisha yako kwanza, ili kesho usizeeke masikini tukuite mchawi. Usijifanye haujui, siku hizi wazee masikini wote ni wachawi. Haitawezekana. Unajipigania dhidi ya umasikini, unatengeneza maisha yako na bado unajifunza kuuondoa usumbufu, huku unaongeza usumbufu mwingine wa kike. Kadri unavyoongeza thamani yako kama mwanaume, unaongeza fursa za kuthaminiwa na wanawake. Wewe ni mwanaume, bado una muda mwingi. Mbio yako ya kweli huanza katika miaka ya 30, maana wanaume huzeeka kama divai basi. Kwa hiyo hakuna sababu ya kukimbilia. Jijenge kwanza brother. Fundisho hili sio kuhusu mwanamke, ni kuhusu wewe kujipandisha kiwango cha maisha yako. Tengeneza kusudi, jenga utulivu wa kifedha, fanya kwa ajili yako mwenyewe. Mahusiano yanaweza kuja baadaye. Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unapozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Misheni yetu ni kukuhamasisha na kukuboresha maisha yako ili utoke kuitwa trash uanze kuitwa man. Basi jiunge nasi katika safari hii kwa kusubscribe EIGC Speaker YouTube channel yetu. Sio mwingine, ni wako mwalimu Kelvin Ndume. Amin.